Mtazamaji popote pale ulipo, hatimaye kumekucha. Sasa imewadia wakati wa maskani. Tunataka tuzungumzie matokeo na matarajio ya mtihani wa KJSEA, ukipenda Kenya Junior Secondary Examination Assessment, mtihani ambao watainiwa sasa hivi wanausubiri kwa hamu na gamu, serikali ikisema kwamba itatangaza matokeo hii leo, na tunatazamia kwamba kufikia saa 8 mchana shughuli hiyo itakuwa inaendelea. Hapa studioni niko na wataalamu na pia niko na mwenzangu katika taaluma mafani hii ya wanahabari, atakuwa ananisaidia pia katika mazungumzo yetu. Kwanza nimtambulishe Tomkin Baraza ambaye ni mwalimu pia mtaalam wa masuala ya elimu hapa nchini. Karibu sana katika studio zetu. Nashukuru sana kaka. Asante sana. Vile vile tuko naye Kennedy Mwangi, kiongozi wa CBE katika shule ya Merisho. Karibu sana. Asante sana Nimrod kwa kunialika hapa. Asante. Tuko naye Michael Karanja, mtaalam wa CBC na pia anahusika katika kituo cha Gravity CBC, kituo ambacho wanafunzi wengi nafikiri naamini wamekitembelea katika taifa hili punde tu mtaala huu ulipoanza kutumika. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana bwana. Pembeni mwangu ni Emily Chebet, mwanahabari, mzazi na pia amebobea katika masuala ya kufuatilia shughuli za elimu mara kwa mara tunapokuwa na shughuli za elimu hapa nchini, akizungumza na waziri, wadau wa elimu, wazazi na vile vile wanafunzi. Tunataka tujue mbivu na mbichi. Nitakuwa namuuliza maswali na pia atakuwa ananisaidia katika mazungumzo haya. Nafikiri kwa mwalimu Tomkin, nianze na wewe. Matarajio ni yapi kwa siku kama ya leo? Ikikumbukwa kwamba ndio mara ya kwanza tunasubiria matokeo haya ya KJSEA, hasa kwa wanafunzi nafikiri wa grade ya 9 nafikiri. Naam. Wanastahili kujiunga na grade ya 10. Mwanzo nataka kushukuru sana kaka Nimrod kwa kuweza kunialika kuweza kujadili ili swala pevu, swala muhimu ya kitaifa. Na asante kwa kukubali mwaliko. Asante sana. Huo mtihani sio Kenya Junior Secondary, ni school. Ile nasimamia school evaluation assessment, not examination, evaluation assessment. Sasa hapa kuna assessment na sio examination, na hii ni mara ya kwanza hawa ndio wanafunzi wa sisi wa mfumo wa umilisi. Ilianza CBE lakini sasa CBE, hiyo education system, wao ndio walianza watangulizi, na tukaona mara ya kwanza wakaweza kufanya mtihani ule wa KPSEA na kisha wakajiunga na shule sekondari, shule za sekondari awalia, kisha wakafanya mtihani wao mwezi wa Novemba, na inatarajiwa kwamba matokeo yao yatawezesha ili waweze kujiunga sasa na shule za sekondari andamizi, yani senior schools. Na wazazi na wanafunzi wengi wako katika hali ya hatihati kutaka kujua nini kitatendeka, wataweza kujiunga na shule gani. Na unaona juma lililopita natumai baraza la mitihani liweza kuwauliza wazazi waweze kutuma ujumbe kwa nambari fulani ili waweze kujua shule 12 ambazo waliweza kuteua. Lakini cha kushangaza, baadhi ya wazazi walifikiria kwamba tayari wanafunzi wameweza kuteuliwa katika shule hizo, na tunavyosema wengine hata tayari wameenda kununua sare za shule hiyo kabla hawajapata yale matokeo. Ukilinganishwa na mtihani mfumo uliokuwepo ule wa KCPE, angalau alama ziliweza kutumika kuweza kuwaweka katika shule za upili mbalimbali. Lakini sasa hapo utaona kuna exiting expectation, meeting expectations, approaching expectations na bila expectation, na ni 60% pekee ya mtihani huo wa KJSEA ambao utatumika. Kisha ukiangalia ile grade ya 7 na 8 kuna 20%, na ile ambayo ilikuwa grade ya 6 mtihani wa KPSEA ambao kila mwanafunzi ilikuwa ni 1% kwenda junior secondary, pia kuna 20%. Sasa kama mwanafunzi aliteleza huko hapo hivyo, huenda ikamuadhiri kupata alama za jumla ambazo zitatumika kuweza kumweka katika shule ya sekondari andamizi hapo hivyo. Lakini hatihati ipo, kufikia mwisho wa siku wanafunzi, walimu na wazazi pia wataweza kujua, na hatua ambayo itafuata sasa. Hangaiko, mimi najua ile wasiwasi ambayo iko sasa kwa wanafunzi wengi ni shule gani ambayo ataenda, na hiyo pathway, njia gani ambayo pia mwanafunzi wake. Lakini kwa kusema hivyo, pengine nimuulize pia mwalimu Kennedy aweze kutusaidia. Wakati unapozungumzia kwamba kuna wale wanafunzi ambao wanafanywa uteuzi ama walifanya uteuzi wa kwenda shule fulani, lakini kumbuka kwamba kuna baadhi ya shule ambazo zinaendeleza wanafunzi
kutoka grade ya 9, grade ya 10 pale pale skuli. Kuna manufaa yoyote katika kuhamishwa ama kufanyiwa uteuzi kwenda shule nyingine, ama bora kusalia pale? Kuna shule ambayo pengine amefanyia KJSEA na anaweza kuendelea grade ya 10 akiwa pale pale skuli. Tupe mfano kama shule ya Merisho kwa mfano. Kwanza nataka kukushukuru we Nimrod kwa kunipa nafasi hii kuja kuchangia kwenye hii mada. Asante na karibu. Mimi kama mwalimu ningependa kupendekeza watoto wabaki ile shule ambayo walifanya grade ya 9, kwa sababu katika elimu kuna ile tunaita continuity. Walimu ambao walikuwa wanafundisha wale wanafunzi katika grade ya 9 ni wale ambao watawafundisha katika grade ya 10. Kwa hivyo wana uzoefu na watoto wanawajua vizuri, wanajua sehemu ambazo wanafanya vizuri na sehemu ambazo zinahitaji marekebisho. So kwa mtazamo wangu ningesema watoto wabaki pale, lakini pia hili ni jambo ambalo pia lazima tupe watoto wetu na wazazi nafasi ya kuchagua kama wangependa kubaki katika ile shule ama kuenda shule nyingineo, kwa sababu kama sisi shule yetu ya Merisho tuko na wazazi wengi wangepanda kujiunga na sisi kutoka shule zingine. Sasa hatuwezi kuwazuia, tunawakaribisha waje pale wajumuike na sisi tuweze kutayarisha wale watoto pia kwa hiyo sehemu nyingine ambayo imebaki katika CBE. Huu ni mfumo wetu ambao tunaupenda sana. Leo naweza kusema pia mimi kama mwalimu niko na hamu na gamu, kwa sababu nataka kuona kama zile mbinu nimekuwa nikitumia zimefanya kazi, hazijafanya, ziko na matunda, hazina. Ya mwalimu Baraza hapa atakwambia sisi walimu tuko na msukosuko. Ya. Kwa hivyo nyinyi mna dukuduku hata kushinda wanafunzi. Kuliko wanafunzi. Hii bila shaka inatoa taswira. Naweza changia kidogo kabla hujaenda kwa mwingine. Kwa kubaki kwa hiyo shule. Kumbuka tuna shule za msingi zaidi ya 30,000, lakini za upili ziko kama 10,000 hapo hivyo. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana wanafunzi kusalia. Hizo ni primary schools, na akisema kwamba asalia hapo hivyo itakuwa ni tatizo, na hasa shule za msingi za umma vifaa. Changamoto kubwa. Tutakuja hapo kwenye vifaa, manake tuna mtaalam kutoka Gravity Center. Punde tu mtaala huu ulipoanza kutekelezwa, wakafanya mbinu ya kuweka vifaa ambavyo vitawasaidia wanafunzi katika kujifunza mengi kupitia mtaala huu. Hebu tueleze matarajio yenu ni yapi, kwa sababu kwenye mikono yenu kama vile walimu, watoto wamepitia pale kupata maarifa kadhalika. Haya maarifa unaona yatakuwa na athari gani au faida gani kwa wanafunzi ambao wamefanya mtihani huu wa KJSEA? Asante sana Bwana Nimrod, na nikichangia kusema kwamba vilingana na vile umesema ni kwamba katika kituo chetu na wale wanafunzi ambao wamepitia pale na wale wametutembelea na wakapitia pale, wakapitia wale mambo tunafanya katika kituo chetu, kwao ninaweza sema hawana shida yote katika matokeo mtihani, kwa sababu yale mambo tunafanya pale ni yale ukiangalia kama vile mimi nilipoangalia tathmini ile mtihani wa KJSEA. Mambo mengi yale ambao yalikuwa pale ni yale ambao tuko nao pale kituoni. Na wale wanafunzi ambao wametutembelea nina uhakika wamefaidi. Na kwa sababu mtihani vile na ilivyo kulingana na mtaala mpya, hamna hata haja ya kuwa na dukuduku wala nini, kwa sababu hapa hakuna timu wanafunzi ambao ataanguka mtihani. Wote lazima waendelee mbele, si kama ule mfumo uliokuwepo ati kwamba ukipata alama ambazo ni kama haya hauna, yani wewe ni mtu bure. Lakini katika huu mtaala mpya kila mwanafunzi ana uwezo wake. Na wanapotembea pale tunawaambia kwamba huo uwezo uangalie, mwalimu kama mwalimu uangalie ni wapi mwanafunzi ule ana uwezo upande gani. Na hivyo ndio tumefanya pale. Huu ni mtaala ambao ulipata pingamizi kubwa wakati ukianza. Lakini unaweza kusema umekuwa na manufaa gani hasa kwa watoto ambao mara nyingi walikuwa wamezoeshwa tu kusoma vitabu, lakini sasa hivi una nafasi au fursa ya kupata maarifa zaidi kando na kuwa darasani, maanake unapata maarifa ya nje? Huu mtaala una manufaa mengi sana kabisa, na ninasema kwamba huu ni mtaala ambao ukiendelezwa vizuri huo mwanafunzi atafaidi, kwa sababu hapa tuangalie mwanafunzi ambaye yuko bora darasani. Tunaangalia mpaka mwanafunzi ako na uwezo gani, talanta zake ni zipi. Kuna mambo mengi sana anaangaliwa, na yeye mwenyewe anatarajia kufanya nini. Sasa anapewa nafasi kulingana na uwezo wake. Sio ati iangalie kwamba alimepata alama za nini za kuendelea mbele na nini. Ndio maana unaona CBE haiangalii matokeo ambayo ya mwisho. Inaanzia ni
process ambayo inakuja tu ikipanda mpaka mtoto afikie pale, ndio akifika kuwafanya uamuzi, akisaidiwa na mzazi, akisaidiwa na mwalimu. Na pale kituoni pia tulikuwa wale wamekuja hapo, tulikuwa tunawasaidia kujielewa. Jua kwamba mimi niko mzuri upande huu, kwa hivyo weka bidii yote pale. Kwa hivyo ndio nasema hakuna mwanafunzi atapotea. Asante sana. Emily, nije kwako wewe. Kama mzazi, pengine matarajio ni yapi? Najua pia umejumuika na wazazi wengine, matarajio ni yapi? Alafu pili, zamani kulikuwa na pingamizi kuhusiana na mtaala huu zaidi kutoka kwa walimu ambao walihisi kwamba ni mtaala ambao hawajapata mazoea ya kuuelewa. Tunaweza kusema kwamba tumepiga hatua kama sekta ya elimu ama bado kuna zile semi za ati-ati? Asante mwenzangu Nimrod. Mwanzo naweza sema kwamba kama ambao walimu walisema, ni pia sisi kama wazazi tuna hati-ati. Mimi ni mwanahabari, pia nina mwanafunzi ambaye alikalia mtihani huu wa KJSEA. Na najua wasiwasi ambao tumekuwa nao zaidi ni tumezoea 844 system. Na pia nina mwanafunzi ambaye alifanya 844. Kwa hivyo saizi wazazi wengi wanashangaa vipi tutapata mtihani huu. Hakuna rating, hakuna ile kusema mwanafunzi top student, hakuna top school, hakuna nini. Kwa hivyo wasiwasi mingi ambao tuko nao ni kwamba zile shule ambazo tuliselect. Nakumbuka tulifanya... Tupe mfano kama wewe alikuwa na nafasi ya kuchagua shule ngapi? Tulikuwa tunachagua shule 12. Na mwalimu amesema juzi, hata jana tumeziangalia. C1, C2, C3, C4. Cha kushangaza ni kwamba C1 ukiangalia ni zile national schools za kawaida. Ukiangalia C2 ni zile county schools, sub county. Ni ile sasa jina imebadilika. But ukienda kwa portal, ukienda kuchagua, shule ni zile ambazo umechagua. Na ile wasiwasi mingi zaidi ambayo tuko nao, nakumbuka nikifanya taarifa pia, wakati tulimaliza kuchagua shule, tukaambiwa kuna shule zaidi ya 4,000, karibu 5,000 hazikuchaguliwa na mwanafunzi yote. Na sasa inamaanisha hizi shule lazima watapewa wanafunzi. Sasa ni mwanafunzi yupi? Kwa sababu mimi nimechagua tukiwa na mwalimu na mwanafunzi wangu kwamba tunataka hii shule, na pia pathways. Kumbuka tulichagua pathway kwanza. So hizi shule baadhi yao wanapeana 3 pathways ambayo ni STEM, social sciences na sports. Lakini kuna zile ambazo watakuwa napeana tu pathway moja. So wasiwasi kwamba ni ukipelekwa shule ambayo facilities, kwa sababu tuko na wasiwasi sana ya facilities. Sababu hilo litatokea. Ndio hiyo. Sasa umeitwa shule fulani, unataka kufanya STEM, but sasa unaangalia hii shule ina uwezo wa kunipatia kile nataka. Remember STEM iko na mambo mengi, technical, kuna wale ambao watafanya web development, kuna wale watakuwa sciences, deep sciences. So hii shule ambayo nimetumwa, je, ina facilities za kutosha? Na wasiwasi ingine tuko nao ni kwamba naweza kuambia mimi nilianza kufanya tukita CBC, tukianza na Profesa Magoa, roho yake Mungu ailaze roho yake mahali pema. Tulikuwa na wasiwasi ya walimu kufundishwa, lakini hapa junior tumeona progress. Kumekuwa na ile kufundishwa, lakini sasa wasiwasi wetu ni walimu wa high school. Pale tunaelekea sasa, kwa sababu senior ni zile high schools. Je, wamefanya ile mafunzo, retooling? Hapo ndio bado ule mwalimu, kumbuka ni ule mwalimu amekuwa amezoea lecture, amezoea kufundisha in a certain way. So hizo tu ndo baadhi ya... Sasa nikuulize hili, kwa wewe kama mzazi na wengine ambao katika shule ambao mtoto wako anasomea, mmefanya uteuzi kwenda shule nyingine? Mlipata nafasi pia kufanya uteuzi asalie pale kama darasa ama grade ya 10 iko pale ama namna gani? Na kitu gani kilikupa mwongozo wa kuchagua shule nyingine asisalie pale? Ile inakupatia mwongozo zaidi, na sana sana kwa wazazi wote na wanafunzi, ni ile pathway umechagua. Je, ile shule ambayo wewe mwanafunzi iko na hiyo pathway? Lakini kwangu na wazazi wa shule yangu hatuna high school. So tuko tuna ile primary. So lazima kila moja, na ni shule ya watoto karibu 200 ambao walifanya mtihani huu, wote wanachagua shule. Lakini kumbuka kulikuwa na vikwazo. Unachagua kama ni Nairobi, unachagua maybe shule 2, lazima pia kuwe nje, and then zingine lazima kukue day school wing. But baadhi ya mashule hazina day wing.
So kwa hivyo tulilazimika kuchagua shule unatoka nje ya Nairobi na pia within Nairobi. Sasa hiyo inaleta changamoto nyingine kwa wazazi kwa sababu huna chaguo lingine. Kama ulikuwa unapendekezwa ama unapendelea mtoto wako asalie nyumbani na wewe anakwenda skuli akirudi, ni kumaanisha sasa kama unamhamisha kwingine lazima aende shule ambapo anakwenda bweni akalale kule. Sasa kwa wazazi kama kina Emily Chebet inaleta pia dukuduku nyingine. Je, mtoto wangu kwa sasa hivi atafikiria mawazo gani? Kuishi katika bweni atazoea ama ataanza kufikiria masomo ambayo bado yana ile shughuli ya hatihati? Kwa kifupi sana mwalimu, kabla tuende mambo. Ukiona ule uteuzi ambao uliokuwepo kuweka mambo wazi, shule 12, shule 6 zinatakana zitoke kwenye county ambapo mwanafunzi yupo. Shule 3 ni hiyo sub county ile gatuzi ndogo hapo hivyo pale ambapo anatoka, na zingine 3 ni boarding school, na alafu zingine nje kule. Alafu kingine hakuna shule ambayo itafunza pathway moja, at least 2 pathway mbili kati ya 3. Hizo national schools za shule zote zina uwezo wa kufanya pathway zote. Shule za kwa mtazamo ama kwa tathmini yako, shule zote zina uwezo wa kufanya pathway zote mbili? Kitu ambacho kimewekwa ni kwamba the traditional national schools hizo za kitaifa za kitambo zote ni sharti ziweze kufunza 3 pathways. Hiyo ni STEM, social science na sports. Alafu kuna zingine, lakini swali langu sugu ni hili kwamba ndio ni sharti, lakini shule zimejiandaa, zina uwezo huo ama pengine kuna hali ya wasiwasi kama wazazi? Ile hali ya wasiwasi ipo, lakini maandalizi pia yanaendelea. Na kingine mambo na mafunzo, mwezi wa 8 takriban walimu 1100 kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 15 mwezi wa 8 walifunzwa. Kuanzia tarehe 15 wale wa senior schools, kuanzia tarehe 15 hii Jumatatu ambayo inakuja hadi tarehe 19 kuna kundi lingine la walimu wa senior schools ambao pia watapewa mfunzo na tume ya huduma kwa walimu. Kitu kingine pia hata kuna shule mwezi uliopita NEC tumekuwa hapo Sawela Lodge kule Naivasha pale ambapo shule 5 katika kila county. Sasa hizo ni shule 235 waliweza kuchagua na 30 special schools. Hata kwa kuwa hata na yule afisa mkuu wa NEC na mwenyekiti wa NEC wakaja na mafunzo tukaweza kupewa pamoja na walimu wakuu. Sasa hizo shule zitatumika kama hub centers. Tukifungua kama Januari hapo hivyo, ndio changamoto ipo, lakini sasa ni wajibu sasa kuhakikisha kwamba hizo shule ambazo ziliweza kuchaguliwa 235 normal schools na hizo 30 special schools wahakikisha kwamba kuna vifaa vya kutosha ili hizo shule zitumike. Tuseme kama Nakuru County, tuseme kama Nakuru High School iliweza kuteuliwa kama shule mojawapo ambayo itatumika kama hub center. Kwa shule zingine ambapo walimu tutakuja kuwa na capacity buildings workshops kuweza kuelimisha. Na muda unavyoendelea, natumai mwaka ujao ukitamatika, walimu takriban wote ambao wanafunza shule za upili ama senior schools watakuwa wamepata mafunzo. Lakini kwa sasa naweza kusema kwamba walimu wengi katika shule za upili tayari wamepata mafunzo na yanaendelea pia. Na pia wazazi pia tumekuwa katika kaunti mbalimbali tukielimisha wazazi kuhusiana na matarajio yao, nini wanastahili kufanya kuhusiana na mfumo wa umilisi. Mwalimu, asante sana kwa ufafanuzi. Hivi sasa tunakwenda mapumzikoni, lakini tarejea tuzungumzie mengi kwa sababu kuna shule ambazo ziko maeneo ya mashinani, shule za kaunti. Mwenzako atakwambia amezitembelea shule ambazo tumezipigia darubini, hazina darasa ama hakuna madarasa, hakuna maabara, hakuna hata madawati, hakuna hata viti vya kuketia. Nyingine hazijapata nafasi ya kuwa na wakurugenzi, wasimamizi kama wenzetu ambao wanaanzisha vituo vya kutoa maarifa na kadhalika. Sasa wale wanafunzi tunawaweka katika mezani gani ama mizani gani tukilinganisha na wanafunzi wengine ambao wote wanapata matokeo yao? Yote yao ni baadaye baada tutakaporejea kutoka kwenye mapumziko. Usiende mbali, unaweza pia kuchangia kupitia maswali kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nitawauliza wataalamu wetu walioko hapa studioni. Tunarejea hivi punde.